Elekezo kwamba vifaa gani huyu mteja anapaswa kuviweka katika jengo lake. Sisi tunaweka idadi ya mawakala na namba zao za simu, sio wakala mmoja. Kwa hiyo wakala tunaweza kaweka hata 4, ili sasa mteja awasiliane nao wote, atakayeridhika naye kununua hivyo vifaa aweze kununua kutokana na bei ambayo ataridhika. Okay. Na ni nani anapaswa kuwajibika endapo kifaa hakifanyi kazi? Hapo kuna mawili. Anaweza akawajibika mwenye jengo, kwa maana kwamba mwenye vifaa husika au yule aliyofanya service, lakini inategemea. Kwa mfano, ikitokea kifaa kimeisha muda wake wa service na mwenye kifaa hajatoa taarifa kwa wakala ili aweze kufanya service hicho kifaa, kwa hiyo hapo atakayewajibika moja kwa moja atakuwa mwenye jengo au mwenye hicho kifaa. Lakini pia inaweza ikatokea kwamba kifaa kimefanywa service lakini hakifanyi kazi. Kwa hiyo hapo sasa atakayewajibika ni yule ambaye amekifanyia service, kwa maana kwamba alikuwa amekifanyia service kwa ubora ambao ulikuwa hautakiwi kuwepo. Okay. Kwa kawaida mtu anapoenda kununua kitu chochote dukani, ndio, kama hajui matumizi yake, huwa anaomba msaada namna ya matumizi, maelekezo na vitu vingine kama hivyo. Ndio. Hao mawakala ndio wanaohusika kwenye kuuza na kusambaza vifaa vya kuzimia moto, ndio wanaruhusiwa kutoa elimu ya matumizi ya hiyo vifaa kwa wananchi wanaokuja kuuza, au hawaruhusiwi? Ni nyinyi pekee ndio mnahusika kwenye hilo? Wakala anaweza akatoa tu elimu ile ya pamoja, kwa maana kwamba haruhusiwi kiutaratibu kwamba kutoa elimu ya namna ya kutumia, bali jeshi la zimamoto ndio wanaohusika kutoa elimu ya namna ya kutumia vifaa vya kuzimia moto. Na ndio maana wakala anapofanya service anapaswa awe na mzima moto ili ajiridhishe kwamba service imeenda sawa au haijaenda sawa, ili sasa baada ya mzima moto kujiridhisha, sasa aweze sasa kuwaelekeza wale watakaotumia kile kifaa namna bora ya kutumia hicho kifaa cha kukabiliana na majanga mbalimbali ya moto.